Msikilizaji, naamini kwamba ubuheri na mzima wa afya kabisa na unaendelea na majukumu yako kama kawaida. Karibu tena, hii ni Umela Media, sehemu pekee ambayo unakuwa unapata ripoti za michezo na burudani ambazo zitakuwa zimetokea Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Na kubwa zaidi hii leo nilionayo mezani ambayo imetufikia hivi punde ni kuhusiana na mchezaji wa Azam Football Club Faisal Salum Abdallah Feitoto, ambaye kwa hivi sasa anahusishwa na klabu nyingi ndani ya Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania, kwamba huenda akatua kwenye klabu hizo. Sasa ukweli wa mambo upoje? Kwa sababu hivi sasa kila mmoja anasema la kwake. Wengine wanasema amesha saini ndani ya Simba Sports, wengine wanasema tayari amekwisha kusaini upande wa Young Africans, wengine nje ya taifa ya Tanzania, wengine ndio hivyo wanasema kwamba anaendelea kusalia ndani ya Azam. Sasa walisia mambo upoje? Basi ambatana nami ili uweze kufahamu. Mimi naitwa Swax ID, ndo ambaye nakuletea ripoti hii ya michezo. Kama hujabonyeza neno subscribe, pia ni wakati wako kuweza kubonyeza hilo neno ili uwe unazipata taarifa zetu zote pindi tu tunapokuwa tumeziweka. Sasa taarifa rasmi ambayo ipo mpaka hivi sasa ni kwamba Faisal Salum Feitoto kwanza kabisa bado ana mkataba na klabu ya Azam. Unaona bado ni mchezaji wa Azam kwa mwaka mmoja mbele, japokuwa hajaongeza bado mkataba mwingine. Yani mazungumzo ya kuhakikisha kwamba labda anaongeza mkataba, labda ku extend mkataba wake na nini, au mazungumzo bado Faisal hajafanya. Lakini ule mkataba wake wa mwanzo ambao aliusaini ulikuwa ni mkataba mrefu kiasi, kwa mesalia mwaka mmoja zaidi. Kwa ripoti ipo hivyo. Kwa hiyo kuhusishwa kwenda Simba kwenda Yanga haimaanishi kwamba haiwezekani, kwa sababu mwisho siku kazi ya mchezaji ni kucheza mpira na mpira ni biashara. Kwa hiyo Faisal Salum mpaka hivi sasa taarifa rasmi bado yupo Azam, na dirisha Azam wanasubiria dirisha la usajili liweze kufunguliwa. Kama kuna klabu ambazo zitakuwa zimefikia vigezo ambavyo wameviweka kwa ajili ya kuweza kumchukua Faisal Salum, ndo hapo sasa wanaweza wakamrelease, wanaweza kumwachia kwa ajili ya kwenda kutafuta malisho sehemu nyingine. Kaizer Chiefs pia imekuwa ikihusishwa mara kadha wa kadha kutoka pale Afrika Kusini kuitaka huduma ya Faisal Salum. Kipindi kile Mokwena kwa Mamelodi Sundowns pia ndio unasikia kwamba Faisal Mokwena anamtaka Faisal ili akatumikie na klabu ya Mamelodi Sundowns na vitu kama hivyo. Pale Kaizer Chiefs ni kwa sababu ya uwepo wa Nabi, kocha ambaye alifanya kazi pia ndani ya Young Africans, akafanya kazi na Faisal Salum. Kwa hiyo naye pia ni kama anavutiwa zaidi na kuwa na kiungo kama yule. Na kwa hivi sasa kwa Tanzania unapokuwa unazungumzia kiungo mzawa, huwezi kuacha kumtaja Faisal Salum ambaye amekuwa competitive player, yani mchezaji mshindani anapokuwa uwanjani, na ni moja kati ya wachezaji ambao mpaka msimu huu pia 2025-26 msimu wa 2024-25 ambao ndo kwanza umemalizika hivi sasa, unaona kwamba Faisal Salum anahusishwa kwenye wale viungo bora. Ukimweka Pacome Zouzoua, ukimweka Chinchards Ahoua, kina Kagoma na vitu kama, na wachezaji wengineo wengi ambao wanatajwa kwamba wanaweza kawania tuzo hizo. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo Faisal kwa hivi sasa ni big deal in Africa, big deal in Tanzania. Lakini mwisho siku ni kwamba kama hatakuwa na maamuzi sahihi kwa hivi sasa, inawezekana pia ikaja kumpotezea muda, kwa sababu mwisho siku ni kwamba mpira miguu unahitaji mchezaji kwa kwenye peak kuweza kufanya biashara, kwa sababu ni mchezo ambao unakuwa unacheza kwa muda mfupi zaidi. Yote kwa yote, tukae tusubiri ni Faisal atachukua maamuzi gani. Ataenda Jangwani, ataenda Kariakoo, kwa maana ya Simba Sports, atabaki pale pale Azam, au atenda kwenye timu nyingine, ni swala la muda peke yake.